tumekuja hapa kwa ajili ya semina au washa kwa ajili ya kupeana elimu na kupeana uzoefu kuhusu mfumo wa pamoja wa usafirishaji. Kama alivyosema mtendaji mkuu wa TASAC kwamba kuna mkataba kupitia shirika la usafiri duniani ambao linawataka nchi zote ambao ni wanachama shirika lile kuwa na mfumo wa pamoja wa kupeana taarifa za mizigo na meli zinavyoingia bandarini. Na mfumo huu ni muhimu sana kwa sababu kama alivyosema mtendaji mkuu unaongeza ufanisi. Na kama mnavyoona bandari ya Dar es Salaam, asilimia 90 ya mzigo wa Tanzania unapitia bandari ya Dar es Salaam. Na sio mizigo ya Tanzania tu, lakini kuna mizigo ya nchi jirani, DRC, kuna Malawi, Zambia, Burundi, Rwanda, zote zinapitia mifumo ya Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam. Na serikali kwa kulijua hilo, tumewekeza sana kwenye bandari ya Dar es Salaam. Tumefanya maboresho makubwa kwenye bandari, gati namba 1 mpaka namba 7. Tumenunua vifaa vya kisasa na pia vile tumeleta private sector kuhakikisha kwamba tunaongeza ufanisi. Lakini hiyo haitoshi. Tukiwa na mfumo wa pamoja wa kupeana taarifa, tunaamini kwamba hata ufanisi wetu utakuwa mkubwa kwa sababu watu watakuwa na taarifa sahihi na mizigo itafika saa ngapi, itatolewa saa ngapi. Sasa hivi pale bandarini kuna baadhi ya taasisi na mifumo tofauti. DP World na mfumo wake, Adana na mfumo wake na wengine na mifumo yao. Lakini tukija na mfumo huu wote hawataingia kwenye mfumo mmoja na tunategemea tutapata mafanikio makubwa na watu wengi watavutika sana na bandari ya Dar es Salaam. Sababu watu wanavutika na bandari yako kama efficiency, ufanisi ni mkubwa. Zamani hapa meli ilikuwa inakaa bandari ya Dar es Salaam siku 30. Lakini baada haya maboresho tuliyofanya sasa inakaa siku 6. Tunaamini tukiongeza nguvu kwenye mfumo wa pamoja huu tutaweza kutoka siku 6 sasa tutakwenda pengine siku 2 ama siku 3. Inategemea aina ya meli na mzigo ulioko. Kwa vile tumeona mabadiliko makubwa na sisi kama serikali kila ikija fursa kama hii tunakuja kuhamasisha ili kuhakikisha na sisi tunaingia kwenye utaratibu huu. Unaweza kuweka mfumo lakini la msingi uwe na elimu. Mfumo peke yake sio muhimu. Uwe na mfumo, halafu uwe na wataalamu, halafu uwe na uwezo wa kufanya. Sasa zikitokea fursa hizi, sisi tunatumia fursa hii kuja kuhamasisha, kutoa elimu na tunaleta wataalamu kutoka mbali duniani ambao wana uwezo na wamepitia kwenye mifumo kama hii, wamejua changamoto, faida na hasara. Kwa vile ndio nimekuja kutoa hizo nguvu kwa ajili ya sekta ya usafirishaji wa bandarini ambao sisi tunajua ni sekta muhimu katika uchumi wa nchi yetu.